Nani anaweza kumwita mwanaye Hitler? Vipi Diamini? Osama, Kain, Shilawadu je? Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu majina hubeba nguvu kubwa. Yaweza kuwa nguvu mbaya au nzuri. Nguvu yenye neema au noma. Baraka au balaa. Ndo maana wenye maarifa wako makini sana na majina. Maana imeandikwa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Shalom. Kuna uwezekano mkubwa hilo jina lako ndo chanzo cha njaa ulionayo pamoja na bidii yako katika kazi. Chanzo cha magonjwa yanayokumalizia pesa. Chanzo cha utasa wa muda mrefu. Chanzo cha kufukuzwa kazi kila unapoajiriwa. Chanzo cha ulevi unaokupelekesha. Chanzo cha michepuko kukulia pesa zako bwana we. Chanzo cha kuzaa nje hovyo kwa jina la kitanda hakizai haramu. Dawa ni kulikataa hilo jina. Hata Ibrahim na mke wake Sara walitoka kimaisha baada ya kubadilishiwa majina. Sarai akaitwa Sara na Abraham akaitwa Ibrahim. Utasoma kitabu chote cha Mwanzo sura yote ya 17. Mungu akutie nguvu usisinzie. Maana na kujua ukishika Biblia tu, usingizi huo unakuja. Lakini simulizi za raisi anampenda mke wangu zinakulaza macho. Jina lina nguvu asikwambie mtu. Ndo maana huku kwenu, mtoto akilia anapewa jina la babu yake na kunyamaza on the spot. Hii ni hatari kwani mtoto anaweza kunyamaza jumla katika biashara, ndoa, maisha, elimu na kuwa kituko shuleni. Huyu ndo akiwa shule utasikia kapewa mimba na mwalimu akiwa form 1. Mara amekula ada. Hamjakaa sawa kauza TV. Yani wazazi furu kuhenyeka. Shida ni jina mama yangu. Acha kuwasumbua watumishi wa Mungu bure. Unahitaji kuomba kwa bidii ili kuvunja laana, maagano na matambiko yaliyofanywa dhidi ya majina uliorithi toka kwa bibi na babu zetu. Vinginevyo unaweza kukuta watoto wako wote ni wachawi. Unaweza kujipa moyo kwamba umeokoka, shetani hakuwezi. Wokovu wenyewe wa kubipu. Kanisani unakwenda kusinzia wakati wote wa mahubiri na kuwa macho wakati wa kwaya. Huna hofu ya Mungu. Unawasengenya mpaka watumishi wa Mungu. Huna adabu. Halafu nasema una Yesu. Yesu mwenyewe alijaribiwa sembuse wewe. Unashinda na njaa siku moja kwa sababu ya uvivu wako. Halafu nasema unapitia majaribu wa kuombee. Hivyo majaribu unajua wewe au unachekesha wagonjwa. Kila unachofanya hakiendi. Unaamua kwenda kutafuta ahueni kwa waganga na waganguzi. Na wanakushughulikia kweli kweli, kumbe tatizo ni jina. Kuna mume mmoja alikwenda kutafuta utajiri kwa mchawi. Mchawi akamwambia njoo na mkeo. Walipofika mchawi akasema, ingia kwanza wewe ndani. Mume akaingia. Mlango kafungwa na kuanza kumchanja viwembe na kumpaka pilipili. Mume alipiga kelele balaa. Haya, toka nje na mkeo ingie. Mkewe alipoingia tu ndani, mchawi alifunga mlango na kuanza kumbaka. Wacha mama apige kelele. Jamaa huku nje, vumilia mke wangu. Mume alimtia moyo mke wake kijua ni pilipili. Mke akajua mume alimtoa kafara kwa mganga ili wapate utajiri. Ndoa ikawa mashakani kwa sababu ya laana ya jina. Unaweza kujikuta umewaumiza wanao kwa kuwapa majina usiyoyajua. Siku hizi kila mtoto anayezaliwa kama sio Angel, basi ni Junior. Angel yani malaika. Anaishia kuolewa motoni na wakati malaika hawaishi huko. Ndio, kwani kuishi na mume anayekutwanga kila siku sio motoni? Huko ndiko kina Angel wengi wameolewa. Wewe ni tajiri, lakini wanao wanamiliki umaskini wa kuwatosha kwa sababu uliwavurugia majina. Hujawahi kuona wazee wakisomesha wajukuu kwa sababu watoto wao ni malofa? Mtoto alizaliwa na baraka zake, wazazi wakazifunga. Mtoto anakufa maskini na mbinguni haendi, maana imeandikwa Mungu hafanyi maagano na maskini. Maskini hana hoja, ana haja. Mpendo anadondosha 10,000 kanisani. Maskini unaikanyaga na kuondoka nayo kanunue unga, halafu unajiita shujaa wa Yesu. Jaribu la shilingi 10,000 tu limekushinda. Mizimu ya ukoo wenu si ndio itakunyonga kabisa. Kitendo cha Mungu kuwabadilisha watu majina ni ujumbe kuwa makini na majina tunawapatia watoto wetu. Usikubali kirahisi ndugu kumpatia jina mwanao. Watambambika jina litakalomfanya mtoto wako awe mtu wa majanga. Unashangaa katoto kadogo kanazaliwa na presha, kisukari, kansa na magonjwa mengine mengi ya wakubwa. Kumbe kamerithi kutoka kwa wajina wake. Kwanza hata Mungu huwa hapendi, ndo maana alimpiga ububu mume wa Elizabeth ili kumwepusha mtoto wao kupewa jina la ukoo. Na baada ya jina tu mzee akapona ububu. Kama huamini, soma maneno ya Mungu kupitia Luka 1 mstari wa 57 mpaka 64.
Hivyo ndivyo alivyopatikana Yohana Mbatizaji. Katika hayo maandiko, unaweza kujiuliza kwa nini Mungu aliamua kutoa jina kwa Yohana Mbatizaji, huku ndugu akitaka jina la ukoo. Mungu alijua kabisa kwamba jina hilo la ukoo lisingeweza kulitimiza kusudi lake. Kumbe kuna majina hayawezi kutimiza makusudi ya Mungu. Pengine Mungu amekuandaa kuwa mfanyabiashara mkubwa duniani. Kwa bahati mbaya unapewa jina la babu aliyekuwa mvuvi enzi za uhai wake. Hapo unakuwa umepishana na baraka za Mungu. Ndio maana kuna kuokoka na ubatizo, ili tu kuzika utu wa kale na maagano ya ukoo na mizimu na kabila lenu, ambalo mengine hutokana na maagano ya kishetani. Wazazi na wale ambao mtakuwa wazazi baadaye, liangalieni sana jambo hili, yaani jina ambalo mtampa mtoto wenu. Lakini pia tafakari jina lako mlipataje. Je, jina lako limetokana na nini? Kwa nini unaitwa Shida, Mateso, Sikujua? Fanya uamuzi sasa. Lakini jambo la pili ni kuhusu mahali unapoishi na kufanyia kazi. Inawezekana umeng'ang'ania kuishi Dar es Salaam na kumbe mafanikio yako yapo Songea. Au umeng'ang'ania kuishi Songea, mafanikio yako yapo Bukoba. Ama unakomana shughuli za ulinzi kwenye maduka ya Wahindi Mwanza, kumbe wewe ni mkurugenzi wa wilaya Sikonge. Kila kitu kinawezekana brother. Unaweza kuwa umekomana kazi ya mgambo wa jiji, kumbe wewe ni mhasibu wa halmashauri ya Babati. Unaweza kuwa umekomalia kazi ya kufundisha, kumbe wewe ni meneja wa benki. Usipokuwa na eneo sahihi, utashangaa miaka inaenda, umri unakatika. Unapambana kufa na kupona, lakini maisha hayasomeki. Unapata mishahara kila mwezi, lakini hata nyumba ya kuishi unaweza usijenge. Au ikitokea umejenga, basi unajijengea kwa shida sana. Hujasikia mtu anashindwa kunywa hata soda kwamba anajenga. Utalima na kuvuna sana, lakini soko hakuna. Yaani kwa ufupi utaendelea kupigika mpaka utakapopata eneo sahihi. Ibrahim alipohamia Kanaani kutoka kule Uru ya Ukaldayo, mafanikio yalianza kujipa yenyewe. Akapata na mtoto kabisa. Alibarikiwa mpaka kashangaa. Yusuf aliukuwa waziri mkuu baada ya kuhamia Misri. Alikuwa na hela mpaka kanunua nchi nzima na watu wake wote. Jeuri ya pesa bwana. Soma Mwanzo 47 mstari wa 19 mpaka 20. Unaweza kuona uhamisho kama adhabu, kumbe ni sawa na kumpiga chura teke. Tanzania tunaamini uhamisho ni adhabu. Unapokea barua ya uhamisho kutoka Dar kwenda Kibondo. Una struggle kupangua uhamisho, kumbe unapangua baraka zako. Hata Yakobo alipata utajiri mkubwa sana alipohamia kwa mjomba wake Laban. Alipata wake na makondoo kibao kabisa. Kuna watu maisha yametupiga kweli kweli kwa sababu tunaishi mitaa isiyo sahihi. Sasa mwanangu, mtaa unaoishi unapishana na ng'ombe, mikokoteni, boda boda na vibaka. Unategemea nini? Huko huwezi kukutana na high profile people. Mifugo yako haiongezeki. Mke wako hazai. Mazao yako yanaliwa na mifugo ya jirani, na hauwezi kumshtaki jirani yako. Halafu bado umekomaa kuishi hapo. Utadhani ulitambikia. Tafuta sehemu sahihi. Huwezi kufugia nguruwe karibu na msikiti na nguruwe wako wakabaki salama. Hebu muulize Mungu vizuri. Huenda mafanikio yako yatapatikana ukihamia mtaa wa 7. Biashara yako itafanikiwa ukihamia huko. Huenda mifugo yako itaongezeka ukihamia huko. Yawezekana mke wako atazaa mapacha ukihamia huko. Unalalamika huolewi na umeng'ang'ania kupanga mtaa wa Fisi, kumbe unatakiwa ukapange mitaa ya Mapedeshe ili ukutane na mumeo anayefanya kazi kwa mkuu wa mkoa. Huko kwenye soda za Jerojero utakutana na wachumba Jerojero. Jenga utaratibu wa kwenda kunywa soda za Bukuteni kwa wiki, ukutani na wenye hadhi hiyo. Riziki ya mbwa iko miguuni bwana. Unafanya kazi Morogoro, unataka ukaoe Bukoba kwa sababu umeambiwa kuoa nje ya kabila lako ni kosa. Unaanzaje kuoa mke usimjua? Ulimchumbia lini? Hivi unaelewa maana urafiki, uchumba hadi ndoa? Ndoa za ghafla zitakupa maisha ya ghafla. Unauziwa mbuzi kwenye gunia, unakwenda kuliwa kichwa. Unaweza kuoa mwanamke aliyeneneo mabaya na mababu zake. Akikanyaga tu ndani ya nyumba yako mikosi inaanza. Kwanza anavunja vyombo vyote vya ndani. Furaha na amani inatoweka. Unaanza kuona maluelue usingizini na kupiga kelele kama unachinjwa. Kumbe ni mizimu imekuja kumsalimia mjukuu wao, yaani huyo mkeo. Kadhalika unaweza kuangukia kwa mwanaume aliyezaa kila mtaa kama mbwa, na baada ya ndoa unaanza kupambana nao huku ukiamini wanaume wote ni mashetani. Halafu kiwaeleza wazazi wako wanakwambia maisha ni kuvumiliana. Nani kakudanganya kwamba maisha ni kuvumiliana?
Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu, huna budi kuyafurahia na si kuyavumilia. Tunavumilia taabu na si furaha bwana. Mke wako yuko mahali unapoishi na sio ulipozaliwa. Mume wako yuko mahali unapoishi, ongeza bidii ya kuomba upewe macho ya rohoni kuweza kuona yaliyojificha. Kuna koo ambazo wanawake hawaishi na waume zao. Unakwenda kuoa mahali unakuta dada wa kwanza mpaka watano wameachika. Wanakaa kwa mama yao ambaye naye aliachika. Hayo huwezi kuyajua kwa sababu fimbo ya mbali haiui nyoka. Mungu anaposema leteni hoja zenye nguvu ndo kama hizi. Hoja za kukuonyesha mkoa sahihi, wilaya sahihi, mtaa sahihi. Nani anaweza kumuita mwanae Hitra? Vipi Diamini, Osama, Kain, Shilawaduje? Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu majina hubeba nguvu kubwa. Yaweza kuwa nguvu mbaya au nzuri. Nguvu yenye neema au noma, baraka au balaa. Ndo maana wenye maarifa wako makini sana na majina. Maana imeandikwa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Shalom. Kuna uwezekano mkubwa hilo jina lako ndo chanzo cha njaa ulionayo pamoja na bidii yako katika kazi. Chanzo cha magonjwa yanayokumalizia pesa. Chanzo cha utasa wa muda mrefu. Chanzo cha kufukuzwa kazi kila unapoajiriwa. Chanzo cha ulevi unaokupelekesha. Chanzo cha michepuko kukulia pesa zako bwana we. Chanzo cha kuzaa nje hovyo kwa jina la kitanda hakizai haramu. Dawa ni kulikataa hilo jina. Hata Ibrahim na mke wake Sara walitoka kimaisha baada ya kubadilishiwa majina. Sarai akaitwa Sara na Abraham akaitwa Ibrahim. Utasoma kitabu chote cha Mwanzo sura yote ya 17. Mungu akutie nguvu usisinzie. Maana na kujua ukishika Biblia tu, usingizi huo unakuja. Lakini simulizi za raisi anampenda mke wangu zinakulaza macho. Jina lina nguvu asikwambie mtu. Ndo maana huku kwenu, mtoto akilia anapewa jina la babu yake na kunyamaza on the spot. Hii ni hatari kwani mtoto anaweza kunyamaza jumla katika biashara, ndoa, maisha, elimu na kuwa kituko shuleni. Huyu ndo akiwa shule utasikia kapewa mimba na mwalimu akiwa form 1. Mara amekula ada, hamjakaa sawa kauza TV. Yani wazazi furu kuhenyeka. Shida ni jina mama yangu. Acha kuwasumbua watumishi wa Mungu bure. Unahitaji kuomba kwa bidii ili kuvunja laana, maagano na matambiko yaliyofanywa dhidi ya majina uliorithi toka kwa bibi na babu zetu. Vinginevyo unaweza kukuta watoto wako wote ni wachawi. Unaweza kujipa moyo kwamba umeokoka, shetani hakuwezi. Wokovu wenyewe wa kubipu. Kanisani unakwenda kusinzia wakati wote wa mahubiri na kuwa macho wakati wa kwaya. Huna hofu ya Mungu.